Habari zenu waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Jeremia Mkoi, ni waziri wa habari na mahusiano kwenye serikali ya wanafunzi chuo cha maji WISO 2025-2026. Lengo kubwa la kualikeni hapa ni kwa ajili ya kueleza yale machache ambayo yamefanyika na serikali ya mwaka huu ambayo iliingia madarakani mwaka jana, mwaka 2025 mwezi Mei, ambapo serikali ya ndugu Bangili Nkwabi ilichukua madaraka kutoka kwenye serikali ya bwana Alois Ezekia Nyagwe. Serikali yetu wakati tunaingia na madarakani tulikuwa tuna malengo mengi sana ambayo tulijinadi wakati tunaomba ridhaa ya kuongoza serikali ya wanafunzi. Moja ya malengo makubwa ambayo tulikuwa tumeyaweka kubwa kabisa ilikuwa ni kuondoa changamoto ambayo ilikuwa inasumbua sana. Ilikuwa ni changamoto ya maji, hasa kwa hostel. Wanafunzi wengi wa hostel walikuwa wanasumbuka sana kuhusu changamoto ya maji. Lakini pia tulikuwa tuna changamoto kubwa ya viwanja vya michezo. Hii ni changamoto ambayo kila mwaka ilikuwa inaongelewa, hasa na serikali zilizopita ambazo zilichukua madaraka, lakini pia hazikuweza kupata ufumbuzi wa hilo jambo. Lakini pia kuna changamoto ya kukosekana kwa vimbweta. Bwana, swala la vimbweta lilikuwa ni changamoto sana kwenye serikali yetu ya wanafunzi, na hasa ilikuwa ina affect wanafunzi kwa ujumla, kwa sababu chuo chetu kimekuwa sasa, lakini mambo ya wanafunzi kukaa chini lilikuwa ni jambo ambalo linatuumiza sana. Kwa serikali ya wanafunzi tulikuwa tumeweka hilo jambo kama moja ya kitu ambacho tulikuwa tunahitaji kukifanya tutakapochukua uongozi. Lakini pia kulikuwa kuna swala la usafi wa mazingira. Hili jambo bwana lilikuwa pia ni la usumbufu. Kwa hiyo haya machache ninayoenda kueleza hapa ni baadhi tu ya mambo ambayo yamefanyika na serikali hii ya 2025-2026. Serikali ya wanafunzi WISO 2025-2026. Toka tumechukua uongozi tumefanikiwa kufanya mengi ambayo yalikuwa ni malengo na mengine hayakuwa ni malengo, lakini tumefanikiwa kuyafanya kwa ukubwa. Jambo la kwanza kabisa, tumefanikiwa kununua TV ya inchi 55 kwa ajili ya wanafunzi kupata burudani ndani ya chuo. Mwanzo wanafunzi walikuwa wanaenda mitaani kuangalia michezo, hasa mpira. Tunajua wanafunzi wanapenda sana michezo. Kwa serikali ya wanafunzi hii ilinunua TV ya inchi 55 ambayo imewawezesha wanafunzi kuangalia, na sio tu TV bali na kingamuzi kimelipiwa misimu yote ambayo sisi tupo madarakani. Lakini pia serikali ya bwana ndugu Bangili Nkwabi imefanikiwa kufanya WISO Cup. Ili tukio la WISO Cup limekuwa likifanyika sana, lakini kwa mwaka huu bwana lilifanyika kwa ukubwa sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuliwezesha hilo. Zawadi ziliongezwa, lakini pia mashindano yalikuwa yameongezeka tofauti na yalipokuwa yanafanyika mwanzo. Lakini pia katika michezo, serikali ya wanafunzi ilifanikiwa kusapoti baadhi ya viongozi na wachezaji kwenda kushiriki mashindano ya shimivuta ambayo yalifanyika kule Tabora. Na mashindano hayo chuo cha maji kilifanya maajabu sana, kwa sababu ndio ilikuwa mwaka ambao chuo kimeweza kufanikiwa kurudi na makombe mengi. Tulifanikiwa kurudi na makombe 8 ambayo na mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja wapo wa watu tulioshiriki katika hiyo michezo. Kwa hiyo ni jambo bora sana na jambo kubwa kabisa katika swala la michezo ambalo limefanyika. Lakini pia katika swala la burudani bwana, mwaka huu serikali ya wanafunzi ilifanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika. Yaani katika historia ya chuo toka imeanza, jambo la kuleta wasanii wakubwa kama Baddest 47, kumleta Msomali Vitamini, sio jambo dogo sana, lakini mwaka huu limefanyika kwa ukubwa. Lakini WISO Freshers Party ilifanyika kwa ukubwa sana, ikiambatanishwa na Miss na Mr. WISO, ambayo yote hayo yalifanyika katika viwango ambavyo vilikuwa vya tofauti. Yote haya yamefanyika ndani ya serikali ya wanafunzi 2025-2026. Lakini katika serikali ya wanafunzi katika mwaka huu tumeweza kutatua swala la maji, ambako nilielezea mwanzo kama ni moja ya changamoto ambayo tulipata wakati tunaingia madarakani. Changamoto ya maji katika chuo chetu na mazingira yote ya wilaya yetu ya Ubungo tunajua ni ya shida sana. Lakini serikali ya wanafunzi ilifanikiwa
kupush hili jambo kwenye management ya chuo, ambao mwanzo ilikuwa ni ngumu sana, lakini kwa kuongeza nguvu ya kupush juu ya management ya chuo walifanikiwa kununua pump. Japokuwa tunapata maji ya chumvi, lakini maji ambayo yamesaidia sana, hasa kwa watoto wa kike ambao wanakaa hostel. Kwa hiyo ni jambo la kuishukuru serikali kwa kuwa imeonesha nia na imefanya. Lakini pia kuna masuala ya ujenzi wa vimbweta. Tunajua toka tumeingia katika serikali yetu tulikuwa tuna kimbweta ambacho tulikuwa tumekipokea kimoja na baadhi ya vimbweta ambavyo vilikuwa vimejengwa kwa muda mrefu sana. Lakini tumefanikiwa kuanza ujenzi wa vimbweta 6 ambavyo ni vikubwa, vina uwezo wa kubeba kuanzia watu 16 kwa kimbweta kimoja. Kwa approximate tunaweza tukawa tumepunguza jam kubwa ya wanafunzi kusomea chini ya miti na kukaa kwenye manyasi. Kwa hiyo tunashukuru serikali ya wanafunzi ambayo chini ya rais wetu wameliona hilo na wamelifanyia kazi. Lakini bwana Mheshimiwa Rais aliona kero sana bwana swala la wanafunzi kutoka madarasani na kuja kufata stationary huku juu au kwenda barabarani kufata stationary. Amefanikisha ujenzi wa Wiso Stationary mpya ambayo itakuwa inatoa huduma za stationary zote na uombaji wa mikopo kwa wanafunzi. Lakini pia kwenye swala la bima, tunajua ni swala ambalo limekuwa linasumbua sana kwa wanafunzi, swala la bima. Lakini kwa mwaka huu swala la bima limefanikiwa kufuatiliwa kwa ukubwa sana. Mpaka sasa 90% ya wanafunzi wote wamefanikiwa kupata bima zao na wanazitumia. Na mwaka huu ilikuwa bima ni kwa wanafunzi wote, tofauti na mwanzo ilikuwa ni bima kwa wanafunzi wanaokaa hostel tu. Kwa mwaka huu bima ilikuwa ni kwa wanafunzi wote, na hilo swala limefanikiwa kwa zaidi ya 90%. Jambo kubwa ambalo halijawahi kutokea katika historia ya chuo cha maji ambalo limefanyika mwaka huu lilikuwa ni Wiso Charity. Hii Wiso Charity bwana ilikuwa ni kwa ajili ya kutoa shukurani kwa jamii na kurudisha matumaini kwa baadhi ya watu ambao wamepoteza matumaini kwenye jamii. Ili jambo lilitoka kwa Mheshimiwa Rais, alilifikisha kwa wanafunzi, na wanafunzi wa Wiso tunawashukuru sana kwa kuwa mlilipokea hili jambo kwa ukubwa, na tukajitoa kwa kutoa michango, kwa kutoa nguo, kwa kutoa vitu ambavyo tuliweza kulifanya hili jambo. Tukaenda moja ya kituo kinaitwa Watoto Wetu Tanzania, kipo Mbezi Luis. Watoto kule walifurahi sana na kituo walitupokea kwa ukubwa, na tunashukuru sana kwa ajili ya hilo. Lakini pia ndani ya serikali yetu ya wanafunzi tumefanikiwa kuwezesha moja ya changamoto ambayo imekuwa ikitokea, wanafunzi kushindwa kufanya mitihani kwa wakati, au baadhi ya wanafunzi ambao wanakosa ada kushindwa kuingia kwenye vipindi vya mitihani, ambayo imeweza kuwasababisha jam kubwa ya wanafunzi kuweza kufanya mitihani ya remedial na special. Lakini kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais aliweza kuombea wanafunzi hao, waliweza kufanya test 1 na test 2 pia. Mpaka sasa kwenda kwenye UE, asilimia kubwa ya wanafunzi kwenye swala la SAP na special ilikuwa limepungua sana, hivyo jambo hili limefanyika ndani ya serikali hii ya wanafunzi. Lakini pia katika serikali hii bwana, tunashukuru sana juu ya support ambayo imekuwepo katika wizara yetu ya habari na mahusiano. Kwa mwaka huu tunamshukuru Mungu na tunaishukuru serikali na management ya chuo kwa support, kwa sababu tuna hatua kubwa sana ambayo tumeipiga tofauti na hapo awali. Kwenye social medias, kwenye kila sehemu ambako tunafanikiwa kuonekana katika hilo eneo, serikali ya wanafunzi katika sekta ya habari na mahusiano tumepiga hatua kubwa sana. Tumeongeza viewers, tumeongeza wafuatiliaji katika social medias. Yote hayo yanatokana na support ambayo inatoka katika serikali hii. Lakini niwaombe wanafunzi katika serikali ya Wiso, chuo chochote ambacho kinafanya vizuri katika sekta ya ajira kinatokana na brandi ya chuo hicho. UDSM, vyuo vikubwa, UDOM, ALIZI, vyote hivyo vinaonekana katika nyanda ya ajira kwa ukubwa kwa sababu ya exposure na ukubwa wa iko chuo. Ukubwa unatokana na sisi wanafunzi ambavyo tunakielezea chuo chetu na jinsi gani ambavyo tunakuwa proud na chuo chetu. Nini namaanisha? Katika wewe ulipo katika sekta yako, baada ya kumaliza hapa chuo utahitaji kupata
dili zozote ambazo zipo katika kampuni binafsi na kampuni za serikali. Kampuni binafsi na kampuni za serikali haziwezi kukuchukua wakati hata chuo cha maji chenyewe kukiulizia wanapata tabu. Kwa hiyo sisi wenyewe kama serikali ya wanafunzi tumeamua hivyo, tunaomba support yako mwanafunzi katika kufanya exposure ya chuo chetu, kiblandi chuo chako, kuwa tamani chuo chako kiende viral, tamani chuo chako kijulikane. Yote haya hayawezi kufanikiwa kama serikali ya wanafunzi peke yetu. Tutafanya juhudi bila kupata support kutoka kwako. Kwa hiyo tunahitaji sana support kutoka kwako katika kukiendeleza na kukifanya chuo chetu kiwe kikubwa kwenye social medias na katika maisha ya kwetu binafsi kwa wanafunzi. Kwa hiyo jipende wewe kwanza, jali chuo chako na kifanye chuo chako kiwe bora. Kwa hayo yote tutakifanya chuo cha maji kujulikana na kuwa chuo bora sana katika Tanzania yetu.